Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe umejaa nguvu na mamlaka. Utukufu wako Bwana Jehova Jire pamoja nasi. Umetuongoza kwa neema na kwa ufalme wako Bwana Jehova Jire. Umo ndani yetu mfalme, moyoni mwetu, ndani yetu Jehova. Wewe ndiye ufalme huo, na kwa sababu Bwana niko ndani yako na wewe uko ndani yangu, ufalme wako uko ndani yangu. Pokea sifa, ni kwa sababu mambo yote iko salama, mambo yote iko sawa. Hakuna jambo lolote lile Bwana Jehova Jire limefika kuwa mateso wala shida katika maisha yetu. Tunakuinua na tunakutukuza, ni kwa sababu ya pendo lako kuu la ajabu, ile unatupenda na kwa wingi na kwa utukufu. Asante Bwana wangu na Mungu wangu, ni kwa sababu hekima yako Bwana imetufikia. Hekima yako imetufikia, pendo lako limetufikia, uwezo wako umetufikia. Jehova Jire mtakatifu mwenye nguvu, msamaha wako wa dhambi umetufikia. Asante ni kwa sababu mtakatifu mwenye uwezo umetutoa mbali sana, mahali tulikuwa tumefichwa ukweli ndani yetu mfalme, tukajikuta katika nafasi ya kutotambua vile unavyopenda na vile unavyopenda Jehova Mungu. Tukafika katika nafasi ya kutambua vile unavyo Bwana Jehova Jire fikiria juu yetu mtakatifu. Pokea sifa. Haya yote tumeyatambua kupitia neno lako. Haya yote tumeyatambua ni kwa sababu uzima wako ndani ya mioyo yetu na katika akili zetu Bwana. Tumeoshwa, tumefanywa kuwa sanctified, tumefanywa kuwa holy, tumefanywa kuwa righteous kwa sababu ya utukufu wako kupitia neno lako. Pokea sifa. Wabarikiwe watu hawa Bwana, wainuliwe watu hawa Bwana, wapokee kibali chote Bwana, na nguvu zote zinaowazuilia kufanya kazi yao na hata kazi yako, nasema ninaishusha chini ya miguu yao. Kwa mapenzi yako Bwana, waendelee kunena utukufu na kunena nguvu zako mtakatifu, na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Siku ya jana tukawa katika maandiko na tunazungumzia kuhusu sin through Adam. Sin through Adam, dhambi kumpitia Adamu. Na jana vizuri sana ninakumbuka nikisema, yes, Adamu ndio alifanya kuwa chanzo cha dhambi, kama vile tulivyosoma. Hata leo nitasoma huo mstari katika kitabu ya Roman 5:12. Katika huo mstari wa Roman 5:12, nitasoma 12, 13 and 14. Hata kama 12 niko na haja sana nayo. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Kwa hiyo, kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote walifanya dhambi. Hallelujah. Number 3. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. So hapa ninaona watu wawili. Ukweli, dhambi iliingia ulimwenguni kumpitia Adam, lakini sheria ile inatajwa mahali pale si kumpitia Adam. Dhambi yenyewe
iliingia ulimwenguni, dhambi ilifanyika kuwa active. Hiyo ndio ile kitu mzuri. Dhambi ilifanyika kuwa active ni kwa sababu ya Adamu. Sababu neno linasemaje? Dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini pasipo sheria ile dhambi hakuna mtu angehesabiwa kuwa mwenye dhambi, sababu dhambi haikuwa na kitu ya kuiweka nguvu. Lakini wakati ule Adam alipokuja, sasa hiyo dhambi ikawa imepata mwanya wa kuonekana sana na kusikika sana. But kuna kitu pale. 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu, mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi, ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakaye kuja nyuma. Kuna kitu ingine kinaitwa death. Hata kifo kilikuwamo na dhambi ilikuwamo, lakini hizi vitu mbili hasingefanyika kuwa na nguvu kitu ingine moja kama hakijaingia ulimwenguni. Nilikuwa ninasoma katika kitabu ya Ezekiel na nikaona kamstari kako pale, hata kama sikuwa nimehesabu kukasoma, lakini nitakasoma tu. Ezekiel 20:25 inasema, wherefore I gave them also statutes that were not good, and judgments whereby they should not live. Halafu tena naliwapa amri zisizokuwa njema na hukumu ambazo hawakuweza kuishi kwazo. Nani huyo anaongea hivyo? God through Ezekiel. Nashukuru Bwana sana, wakati niliposoma mstari huu nilikuwa nasoma Ezekiel 20, nikauona huu mstari ikisema ya kwamba ati niliwapa amri zisizo njema. Kwa hivyo sheria ile ilipewa Musa ilikuwa sheria isiyo njema, na mahali pale nikaweza kusoma katika kitabu ya Roman 3:20, nayo ikasema, therefore by the deeds of the law there shall Roman 5:20. Roman 5:20. Roman 5:20 inasema ya kwamba at moreover the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Kwa nini grace? Nikusomea na Kiswahili, lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Kosa gani? Dhambi na mauti zilikuwamo ulimwenguni. Dhambi na mauti zilikuwamo ulimwenguni.
lakini hizo zote mbili hazingehesabiwa kuwa active, ama haingefanya mtu kuwa yani haingedhuru mtu, lakini ilimdhuru mtu wakati sheria ilikuja. Tusikilize. Dhambi ilikuwamo ulimwenguni. Wacha nifungue Kiswahili hapa ili niweze, kwa sababu kitabu kingine hapa nikisoma hiyo ni Roman 5. Hiyo ni Roman 5. Nataka sasa nifungue niandamanishe zote mbili pamoja, sababu ili jambo linafaa tuweze kuwa tunaangalia sana wakati tunaposoma neno, na ndio tuweze kutambua mambo yale yamefichwa katika neno ni mambo ya aina gani. Hiyo Romans 5, hiyo Roman 5:12 ninaona ya kwamba inasema 12 inasema 12 ati kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. Kwa hivyo kama mauti ilikuwapo na kupitia Adam dhambi nayo ikaingia ulimwenguni. Kwa hivyo bereni, kabla ya Adam kukosea, mauti, kifo kilikuwamo ulimwenguni. Kilipata nafasi wakati gani? Wakati ule Adam alifanya dhambi. Wakati ule Adam alifanya dhambi, kulingana na neno, mauti ilikuwamo, naye Adam amefanya dhambi. Mauti, kifo kilikuwako, naye Adam amefanya dhambi. Neno linasemaje? Ati na kwa dhambi hiyo mauti. Kwa hivyo kwa ile dhambi Adam alipoifanya, mauti automatically ikawa active na take place ya kufanya nini? Ya kuua. Kwa hivyo mauti ilikuwamo, lakini kifo kilikuwako, lakini hakingekuua mtu. Number 1. Gikuo kiari okuo no gitiri mundu kioragaga. No hindire Adam erirwo usile tunda la ujuzi wa mema na mabaya, na wakati utakapokula kwa uhakika utakufa. Kwa hivyo kifo kilipata nguvu kwa sababu ya huyu mtu mmoja aliweza kuambiwa asile tunda na akaweza kuitumia ile tunda. Alipewa sheria usile lile tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, lakini haya mengine yote nimekupa. Naye mtu ni nani? Anajua kujitimbu. Mwanadamu, hakuna kitu ulimwenguni kimeshawahi kosoa mapenzi ya Mungu. Katika uumbaji wa Bwana, kila kitu kilitii mapenzi ya Mungu. Kila kitu kilitii. Lakini mwanadamu alikosoa mapenzi ya Mungu. Mwanadamu alikataa mapenzi ya Mungu. Na wakati alipokataa mapenzi ya Mungu, na alikataa namna gani? Alikataa namna hii. Wakati Mungu alimhubiria, sababu Mungu ni kuhubiria. Mtu wa kwanza alihubiriwa na Mungu. Mtu wa kwanza alihubiriwa na Mungu. Na hii unaona kuandikiwa Adam wakawa na fellowship. Kama vile tunakuanga na fellowship, tunahubiria watu ama tunahubiriwa. Wakati ule walikuwa na fellowship, akimhubiria akamwambia, na Adam
Kuna mti mmoja ndani ya shamba la Edeni sitaki uweze kula. Ule mti unaitwa tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Usile hiyo tunda, sababu wakati utakapokula kwa uhakika utakufa. Yes. Naye mwanadamu aliangukia ile njia aliambiwa asipitie. Tuliangalia hivyo jana. Njia ile alipitia sio ile njia Mungu alikuwa anamwambia aweze kuipitia. Mwanadamu akamjaribu Mungu. Unaweza fanya nini Mungu? Hata nikikula hiyo tunda. Hivyo leo ndivyo watu walivyo. Watu wanakataa neno, watu wanakataa kwenda makanisani, na wamepata watu wengi sana wa kuambia kanisa halina maana. Wamepata wamepata wateja wengi sana wa kuwatia nguvu na kuwaelekeza na njia ya kwamba kanisa halina maana, sababu tu ya kujitolea. Edeni kanisani na mjisijitolee. Edeni, usikilize neno lina haja kuliko kujitolea. Neno lina haja kuliko hata kufanya mambo yale yote mwanadamu anayoyafanya. Bwana asifiwe. Hata wakati huyu mtu anaitwa Christ alipowaita mitume, hatuoni mahali walitoa sadaka, hatuoni mahali walitoa tithe, sababu Biblia inatuambia ndani ya New Testament hakuna mahali Christ alitoa tithe, hakuna mahali apostles walitoa tithe, hakuna mahali Paul alitoa tithe. So matoleo isizuilie wewe uende kanisani. Enda kanisani, kaa chini, sikia neno. Haleluya. Ile neno likiingia ndani yako litakufundisha haja ya kusimamisha kazi ya Bwana, litakufundisha maana ya kuinua kazi ya Bwana, ndio kazi ya Bwana iendelee na ifikie watu wengi. Sio tatuna mimi kama mimi kwangu, mimi sina haja na tithe. Hapana, sina haja na kitu cha kukumaliza na kunimaliza, sababu hakuna mtu awezaye kutoa tithe kikamilifu. Ukitoa tithe haijafika 10%, hiyo sio tithe. Ukitoa tena uweze kuifikisha kutoa tithe, sasa unatoa 10.5 ama 10 tithe ya 10 12 tithe 11 hiyo sio tithe. Kitu yote imepita 10% kulingana na Old Testament, kulingana na sheria. Wasikia kile nimetumia, kulingana na sheria ya Old Testament, sababu hata New Testament mahali inaongea juu ya tithe inaongea juu ya Christ and no, not Christ, huyu mtu tunayemuita Abraham and Melchizedek. Angalia uone watu wale wametolewa katika Old Testament, katika sheria ya Waisraeli, inaletwa mpaka sheria ya Jews, vile walikuwa wanatoa tithes katika mali yote ile, wanateka nyara. Hiyo tithe ilikuwa ya nyara, kuteka nyara. Na unakumbuka Abraham alikuwa ametoka kupigania nevi yake ndio aweze kurudishiwa aweze kurudishiwa mali yake. Na wakati alipopigana ile vita alishinda, alichukua vitu, aliteka nyara. Ilikuwa nyara. Haleluya. Ilikuwa jambo wameiweka sheria ya Jews. Ukienda nyara, wakati wote uteke nyara, kile utateka nyara utampa yule mtu mkubwa kukuliko. Utatoa 10% kwa mtu yule kubwa kukuliko, yani unatoa. Yes.
Naye Abraham yule aliweza kufika kwake ni yule king alikuwa anaitwa Melchizedek. Na wakati Melchizedek king aliweza kumlaki kwenda kumlaki Abraham, Melchizedek king alimbariki kwanza alimbariki Abraham. Melchizedek alimbariki Abraham. Baada ya Melchizedek kubariki Abraham ndio alitoa tithe yake kwa Melchizedek. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio ate Abraham kwanza alitoa ile tithe. No, ni Melchizedek alimbariki kwanza. Wakati alipombariki, naye Abraham akachukua zile vitu za nyara akampa Melchizedek. Hiyo ni Old Testament. Imechukuliwa apart katika kitabu ya Hebrews, ikakuja ikaandikwa hiyo part. Hatukuandikiwa ndio tufanye, ni waigwa. Hiyo ilikuwa mtindo wa Jews. Hatukuandikiwa. Angalia sana na usome kwa akili za Mungu. Tithes ni 4 types. Wakati mtumishi wa Bwana anakuambia toa tithe, muulize ni tithe gani unataka nitoe. Number 2, muulize tithe. Soma neno uone tithe ilikuwa vitu vya mashambani, mavuno. Sawa, tasiko hapo, lakini ya ni kujaribu pole but ni vizuri. Ya ndani ya New Testament matoleo yetu ni thanksgiving. Tunahona, we honor ile preaching. Yani unaona yule amekuhubiria, unaona, kwa sababu si Mungu anakula sadaka, si Mungu anakula hizo matithes. Hakuna kitu Mungu anakula ya mwanadamu. Tunatoa ndio kazi ya Mungu iendelee. So wakati tunapotoa ndani ya nyumba ya Bwana, tunainua kazi ya Bwana. Yes, si mimi nimekuja hapa nikabarikiwa. Mimi nimeona yule Mungu amemhona. Nimeona yule Mungu amemhona. Nimetii. Nitatii kila Mungu alikitii kwanza. Nani alitii? Ni huyo mtumishi ametumwa mbele yako. Ni huyo mtumishi amekuhubiria. Ni huyo mtumishi anakuombea. Ni huyo mtumishi anafanya kazi yako. Yes, ni huyo anakuhubiria. Ni huyo anakuombea. Ni huyo anakupa hekima ya neno. Kwa hivyo, wakati moyo wako utaweza kumheshimu, ukimheshimu, baraka zote zilizo ndani yake utazipokea wewe. Na wewe unabariki kazi ya Mungu kumpitia yeye, ndiye aweze kwenda mbali na kuwafikia watu wengine. Haleluya. Sawa, tutoke huko, reke tume kutugrisi, tuigere haha. Tunaona ya kwamba Adam wakati alipoambiwa ati neno linasema mauti ilikuwamo, lakini na nitaisoma tena. Ati kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kumbuka, sisi wote, kwa nini tumeambiwa sisi wote tumefanya dhambi? Sababu baba wetu, our forefather Adam, sisi wote tulitoka kwake.
Na ni watu gani? Watu wale walio na wamepakwa, watu wale Mungu amewachagua. Aliwachagua kupitia Adam. Bwana asifiwe. Wakati alipomleta Adam, uzao wa Adam siku ya leo ndio iko katika utawala. Sasa, na kwa sababu mababu wetu walikuwa ndani, wale wasususi na wagugas wa zamani, tukakuja tukizaliwa wakizaa mpaka tukafikiwa. Kwa hivyo tumetoka wapi? Tumetoka kwa yule mtu mmoja. So akihesabiwa kuwa dhambi, ati sasa nasi tunahesabiwa. Yes, lakini kuna kitu kimoja niliangalia, sio watu wote walihesabiwa kuwa dhambi, hata kama walikuwa wamezaliwa na Adam. Sababu hii ni chaguo la mwanadamu. Abel hakufanya dhambi na hakuitwa mwenye dhambi, sababu yeye hata wakati ule alijitambua na akaona ni vyema kutoa dhabihu mbele za Bwana. Alitoa dhabihu moja na ikakubalika mara moja. So hakuna wakati Abel aliitwa mwenye dhambi. Kwa nini? Sababu wakati Abel alipata mawazo ya kutoa dhabihu ni wakati ule alianza kujitambua, wakati ule alitambua neno la Bwana, wakati ule alitambua ni vyema afanye jambo hilo, ni kuonyesha ya kwamba nimeelewa kuna Mungu na kuna shetani, kuna goodness na kuna evil. Kwa hivyo wakati huo, wakati alipofanya hivyo, akaenda kutoa dhabihu. Dhabihu ile Abel alitoa dhabihu kabisa. Alitoa dhabihu ya damanao na damu, na msamaha wa dhambi unatokana na damu. Na kwa sababu kupitia Adam dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. So ndio hii mauti isikaweze kumfikia Abel. Yeye alichukua mwanakondoo, akaua mwanakondoo. Na kwa sababu msahara wa dhambi ni mauti, akaweza kutoa uhai wa huyo mwanakondoo. Na wakati alipotoa uhai wa huyo mwanakondoo, na kwa sababu Mungu alikuwa yani hata Mungu ndio aweze kurudisha Adam and Eve katika nafasi yao, alichinja kondoo. Kwa hivyo wakati wote Adam na Eve walikuwa wanakaa na watoto wao, sababu wakati ule walirudishwa katika mpangilio wa Mungu, walihubiriwa na wakaonyeshwa kwa nini Mungu amechinja ule mwanakondoo, na wao walikuja kuwahubiria Cain and Abel. Na wakati walipokuwa wakiwahubiria, Abel alishika mahubiri yale wazazi wake walikuwa wanahubiri. Yes, kwa sababu ni lazima kila mmoja katika maandiko ahubiriwe na mtu. Mungu aliwahubiria Adam na akaweka Adam chini. Naye Adam wakati alitolewa katika mauti ile ya kufanya dhambi na ile ya kutoka katika shamba la Edeni, alikuja kuhubiria watoto wake, na wakaelekeza watoto, tulifunguliwa na Baba kupitia kuchinja mwanakondoo. Kwa hivyo dhabihu ile Mungu alifanya kwa ajili yetu, alichinja mwanakondoo. Kwa hivyo mtu kanaitwa Abel kalichukua hiyo jukumu na kakashika vizuri. Kwa hivyo wakati ule alikuwa anahubiriwa, akaona, akasikia, akaelewa kulingana na vile anahubiriwa, akatambua Mungu Mungu anahitaji dhabihu. Yes, Mungu anahitaji dhabihu. Ndani yake alijua Mungu anahitaji dhabihu, na akachukua hatua. Naye mtu anaitwa Cain, naye akatambua Mungu anahitaji dhabihu. Wote wawili wakatambua Mungu anahitaji dhabihu. Kwa hivyo tutajitoa, sababu tumetambua. Kutambua ni kitu ya dhamana sana katika maisha yako. Wakati mtu anajirealize
hatua anayoichukua ndio inaonyeshana kana kwamba usawa katika either part of God or part of Satan. Na watoto wale wawili Adam and Cain and Abel, Cain alitoa vitu za samba kwa sababu yeye alikuwa farmer, akatoa vitu vyote za zabani. Tazama, wakati Mungu alienda kutoa Adam and Eve katika dhambi yao, wakati walifanya dhambi, unajua waliondoka katika shamba la Edeni, walienda wakaanza kujificha Mungu kabisa. Mungu hakuna kitu hata moja alichukua kitokanao na mavuno ya kulimwa shambani. Yeye hakuchukua marenge, hakuchukua carrot, nyanya, hakuchukua kitu chochote kile, ama mandizi ama nini aende akatoe. Hakuchukua kitu chochote cha chuma ati aende akatoe. Hapana, ati awawekee hapo awaambie nikimrudisha katika shamba nitakuwa nikitaka miwa, vitu zote za sabani mnatoa, vitu zote za chuma mnatoa, vitu zote za plastiki mnatoa, ati ni dhabihu. Hapana, Mungu alienda na kitu moja tu, only goats, only goats. Na ile kondoo alichinja akamwaga damu, akaonyesha ya kwamba haleluya, amemwaga damu ni kwa ajili ya dhambi ya Adam and Eve. Akatoa hiyo ngozi akawafunga yeye mwenyewe, na wakati alipowafunga, hiyo ni kusema ya kwamba amerudisha relationship, fellowship ya God and Adam imerudi sawa. Na ikawa hivyo. Naye Adam and Eve wakati walitoka hapo, walianza kuhubiria watoto wao wakati waliwazaa. Kaini na Abel, kila mtu akashika na njia yake. Vile hata ndani ya nyumba la Bwana watu wanashikanga tofauti. Kain akashika dhabihu ni kitu chochote. Naye na tena kitu chochote ama katika biashara ile unafanya. Naye Abel akashika Mungu alifanya, nitafanya kama vile Mungu alifanya mama yangu na baba yangu. Kwa hivyo nitatoa mwana kondoo. Akamchinja, akamwaga damu. Zile za saba kuna damu itamwaga. Na msamaha wa dhambi ni na msamaha na nini? Ndio msamaha uweze kupatikana. Ni lazima kumwagwe damu. Umwagikaji wa damu uweze kuonekana. Yes, na ndio unaona hata sisi siku ya leo tumesamehewa dhambi na njia gani? Ya Kristo Yesu kufa msalabani. Huyo ni mtu wako na uhai, alikufa msalabani, mwana wa Mungu, Christ Jesus. Yeye ndio mimi nisamehewa dhambi. Yeye ndiye alikufa. Ndio Abel asamehewe dhambi. Ya ile ilikuwa inaitanishwa na baba yake. Alitoa mwana kondoo. Ndio Adam and Eve waweza kusamehewa dhambi. Mungu alitoa mwana kondoo. Yes, Kain ndiye asamehewe dhambi. Yeye alitoa mafuno, na kutoka hapo dhabihu yake haikukubalika mbele za Bwana, sababu hakuna mahali iko na damu. Bwana asifiwe. Mungu sikupenda anapenda damu? Hapana. Mungu si anapenda damu. Hiyo ni symbol. Uelewe vizuri. Hiyo damu, hiyo mwana kondoo ni symbol. Ni kitu ya kulinganisha na ile kazi Kristo Yesu ataifanya. Sawa? Mahali pale namba 13 akasema, maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Kwa hivyo
dhambi haigehesabiwa kuwa dhambi kama sheria haimo. Kifo tena hakingeua watu kama dhambi haikuwapo. Kwa hivyo mauti na dhambi hasingehesabiwa kitu kwa mwanadamu, hasingeua. Lakini wakati ule mtu anaitwa Moses alikuja na sheria. Biblia inasemaje? Wacha tusome na wewe, usiseme ni mimi. Neno linasemaje? 14. Walakini mauti ilitawala, kwa hivyo kifo kilitawala. Ilitawala tangu Adam mpaka Moses. Kwa nini? Adam ndio amefanya dhambi ikaingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, watu wakaanza kukufa. Watu wakapokea kifo. Haleluya. Namba 2. Musa naye wakati alipoingia ulimwenguni alileta sheria. Sheria ile ikafanya watu wafe, sababu ile sheria ndio ilikuja na nguvu ya kufanya ile mauti iweze kuwa na njia kamili ya kuwaua na kufanya watu waweze kuingia kuhesabiwa dhambi kikamilifu. Bwana asifiwe. Inasemaje? 14. Ate walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu. Kwa hivyo dhambi ya Adamu ilikuwa yake mwenyewe, sababu yeye ndiye aliifanya. Jana nikakwambia, lakini kwa sababu wazazi walikuja wakatufundisha na watumishi wale waliwafundisha ya kwamba sisi tumefanyika kuwa wenye dhambi kwa sababu tumeifanya. Lakini neno inakosoa, inasema dhambi ilitawalia wanadamu mpaka wale hawakufanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu. Sio mimi wala wewe ulikosa kusikia sauti ya Bwana katika shamba la Edeni. Ni Adam mwenyewe akakosa kuhubiri, akakosa kuhubiria mpaka bibi yake. Adam alikuwa amehubiriwa na Mungu, lakini yeye hakuhubiri. Yes, alidisobey the voice of God. Alikosa kutimiza mapenzi ya Bwana. Kumbuka Yesu anasema katika kitabu ya Yohana, mimi nayafanya vile Mungu alivyofanya, na yazungumza yale Mungu anavyozungumza. Yesu akasema hivyo wakati ule alikuwa ulimwenguni. So naye Adam alikuwa yale yote Mungu anayoifanya, hata Adam aweze kuifanya. Kama vile alihubiriwa na Mungu, na yeye ahubirie Eve. Kama vile aliambiwa huo mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, hivyo ndivyo tu angefanya, lakini alijitafutia njia yake. Siku ya leo, watu wa Mungu, nataka ujiulize, wewe unafanya mapenzi ya Mungu kulingana na vile unahubiriwa na wale wamepeanwa watumishi wa Mungu katika madhabahu? Na mimi nimekuambia jambo la kwanza, kwa sababu madhabahu siku hizi imeharibiwa sana na fedha, prosperity na deliverance. Mambo yale imechangamsha watu makanisani sana, na ndio wanataka ni deliverance na prosperity. Dhabihus hizo sacrifices, na hayo yote Mungu hakufurahishwa nayo. Ni neno linasema in New Testament. Hallelujah. Mungu hakuambia Adam uchinje, hallelujah, utubu, hallelujah. Hakumwambia mambo kama hayo. Mungu hakuambia Adam utoe dhabihu fulani, utoe utajiri wako fulani.
Bwana asifiwe. Hakumwambia Adam utubu kila wakati. Hakumwambia. Hakuna mahali mimi naona Mungu amemwandikia namna hiyo. Lakini sasa hivi tuko kanisa, mambo yale iko ni madhabihu, ni deliverance ya kila sana, deliverance ni once, na kwa kila mmoja deliverance ni once. Kwa hivyo ukiona unadeliviwa hapa, tena unasikia kwingine unakibia, wala mtumishi wako akideliver watu na wewe uko hapo kila saa, wewe hujatambua wokovu ni nini. Hata mtumishi yule anakuongoza haelewi, sababu anafaa kukuambia uliokoka, ulideliviwa kutoka katika ulimwengu wa dhambi na ukaingizwa katika ulimwengu wa nuru. Kaa chini nikufundishe neno. Yes, kaa chini afundishwe. Lakini siku hizi kwa sababu makanisa haina neno lile liko ni la prosperity, ni vile watu watafanya kufanya, na neno linasema kutoka wakati wa Adamu mpaka wakati wa Musa, wakati ule watu walikuwa wanafanya kufanya. Sheria ilikuwa demanding, ilikuwa inafanya. Biblia inasema watu walitawaliwa na kifo kutoka wakati wa Adamu mpaka wakati wa Musa. Wakati ule walikuwa wanafikiria watajishidania kwa kujitolea sana, kwa kufunga sana, kwa kuomba sana, haleluya, kwa kutubu sana, kuobewa sana, kwenda kanisani na kufanya vile, yani mambo yale inafaa kufanywa. Na saa hiyo moyo wako haujaamini, moyo wako haujatambua, moyo wako hata hauelewi hata kwa nini unafanya hayo yote, sababu haujafundishwa, haujaelekezwa. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linafaa lifundishwe kwa ufunuo, si kwa vile unafikiria, sio kwa vile unapanga, sio kwa kuchukua kamstari kamoja unapelekea watoto wa Mungu kulingana na vile uliona kanafaa. Neno la Bwana si kitu ya kuchukua tu na kuwapelekea watu na hauelewi maana, lakini unaliganisha na kile unataka. Kama vile hata washirika wanasoma neno, wakati wanapolisoma wanasema huu mstari umenijenga, na wajui ulielezewa nani, akina nani walikuwa wanaelezewa na walielezewa kwa nini. Haleluya, Bwana asifiwe. Sasa ikawa hivyo, Adam akawa yeye ndiye alitangulia kufanya dhambi ingie. Dhambi ile ikafika katika nafasi ya kuua watu, lakini si kwa sababu ya Adam. Mambo ya kifo, kuua watu, ni kwa sababu ya sheria ya Musa. Sheria ya ua, lakini roho anauisha. Bwana asifiwe. Sheria ilileta kifo. Enda ujisomee katika kitabu ya 2 Corinthians 3 from 6. 2 Corinthians 3 from 6. Utaweza kutambua sheria ilileta nini. Sheria ilileta mauti. Na tumeona Ezekiel inasema Mungu aliwapa amri zisizokuwa njema na hawangeweza kuzitimiza. Hayo yote neno limesema. Tukaona ya kwamba sheria iliingia katika iliingilia kando. Wacha ni hiyo inasema katika hiyo Roman 5:20 inasema ya kwamba moreover the law entered that the offense might abound. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana.
Bwana asifiwe. Lilifanyika kuwa kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu watu hawajasoma Roman 3. Mwanadamu hajasoma Roman 3:20. Romans 3:20. Wasikie vile inasema, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Ati kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Yes, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Hakuna mtu ataweza kuhesabiwa kuwa haki kwa sababu anafanya sheria kulingana na vile ilivyo. Sheria haikukuja ulimwenguni ndio tuweze kuifanya. Sheria ilikuja ulimwenguni itujulize. Kama vile naweza kukujulisha na hii njia unaona, hii njia na pale chini kuna tumikola. Yes, mimi nimekujulisha. Sasa hiyo ingine ni yako. Sasa mimi sijakwambia hiyo njia uvuge. Na sijakwambia usiipitie, na sijakwambia uipitie. Sijakwambia upitie hapo na polisi. Sheria ilikuja ulimwenguni itujulishe tu. Na kitu chochote neno kilimesema imekujulisha. Haleluya. Na haijakwambia ufanye hiyo, uiache tu. Ujue ya kwamba imenijulisha. Kwa hivyo hata nikifanya ni bure. Hata nikifikiria juu yake ni bure. Haijanipatia continuation, haijapatia what next. Alafu Bwana asifiwe. Lakini tukiingia ndani ya maandiko ndio tutajua alafu, kwa sababu sheria imesema. Kwa sababu Musa katika sheria amesema ati sheria ni ya kutujulisha tu, is the knowledge of sin. Hallelujah. Sasa hapo nayo nikaenda, wakati nilipokuwa ninasoma New Testament nikaelewa. Ni kwa sababu sheria haingewezekana na mwanadamu. Sheria haikupewa mwanadamu aweze kuitimiza. Sheria ilikuwa tu ya kutujulisha tumefanya dhambi. Kama vile katika kitabu ya Numbers, wakati ule Numbers, I think Numbers 20 something ama 40 something, yeah, nitakuangalilia saa hii. Wakati ule wana wa Israeli waliweza kumpigia makelele Musa, na walipigia makelele Musa, neno linatuambia kwamba wakati nyoka wa moto walipokunja katika maisha yao, neno linasema waliweza kumlilia Musa. Wakaambia Musa ya kwamba Musa, tuombe kwa Mungu. Yule Musa walikuwa wanapigia makelele, yule Musa walikuwa wanadharau. Walimlilia aweze kuwaombea kwa Mungu ndio waweze kuondolewa yale magonjwa yalikuwa yanawaua. Kwa sababu hiyo mtu yeyote yule alikuwa anaumwa na yule nyoka hatari, neno linasema ya kwamba alikuwa anakufa. Sasa wakati walipotambua wakiumwa tu wanakufa, walimlilia Musa yule tu walikuwa wanapigia makelele. Naye Musa akawaombea kwa Mungu. Na wakati Musa alipoomba kwa Mungu, Mungu aliambia Moses, sio ndio nyoka wa moto, sio ndio magonjwa yale yaliyoko ulimwenguni, sio ndio matatizo yote, sio ndio kitu chochote. Ambia watu hawa, jambo lile ninataka waweze kufanya ni moja. Wawekee nyoka wa shamba kwa mtu yeyote yule ameumwa. Ni yani Numbers 21 kuanzia huko hapo tu. Akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa moto
Na wakati utakapotengeneza nyoka wa moto, yeyote yule ataumwa na nyoka wa tengeneza nyoka wa shamba. Sorry. Tengeneza nyoka wa shamba. Mtu yeyote ameumwa na nyoka wa moto aweze kunitambua, ameweze kuniangalia nyoka wa shamba. Mungu akuondoa nyoka wale walikuwa wanaowauma. Mungu hakuondoa mawazo yote machafu ndani yao. Mungu hakuondoa tatizo lolote lilikuwa linawainukia. Yeye aliambia Musa, tengeneza nyoka wa shamba. Yeyote ameumwa aitazame. Bwana asifiwe. Na yeyote ataitazama hata kufa hata kama ameumwa. Na yeyote hata itazama atakufa. Watu wakaangalia nyoka wa moto. Nyoka wa moto ni nini? Kwa mfano, kwa mfano ni sheria. Watu wameangalia, wameweka tumaini yao yote kwa sheria. Na kazi yote ya sheria ni kuwauma, ni kuwaua. Hivyo ndivyo neno linasema. Sheria inaua. Sheria ni dhaifu. Sheria haiwezi. Wakati Adam alinenewa na Mungu, aliendelea tu kuitimiza sheria, nayo sheria ikamuuma. Sheria ikamuua. Alikataa kutimiza mapenzi ya Bwana, akafuata sheria ya moyo wake. Yes, nayo ikamuua. Wakati aliambiwa weka nyoka wa shamba, wote ameumwa aitazame. Nyoka wa shamba ni Christ. Yeyote yule atamwabudu Bwana kwa neema na kwa haki, huyo mtu ataishi. Yesu alikuja katika ulimwengu ndio tuweze kuishi. Ni kwa ajili ya kosa la Adamu. Ni kwa ajili ya kosa la Adamu lile lilifanya sheria iweze kupata nafasi na kibali ya kutuua na kutufanya wenye dhambi kikamilifu. Sheria imedanganya watu wote ulimwenguni. Naye Mungu akaleta neno lake ndio liweze kuondoa madanganyo yote yaliyoingia ndani ya moyo wa mwanadamu. Madanganyo hayo yote imo ndani yako ni dhambi. Sababu umeletewa nyoka wa shamba, wewe umeumwa na nyoka wa moto. Ndio nyoka wa shamba aweze kuondoa umaskini wote ndani ya moyo wako kupitia kuona, kusikia na hata kuguza. Bwana asifiwe. Kwa sababu watu wanafuata kile wanaona, wanafuata kile wanasikia, wanafuata vile wanataka. Tamaa zao zimeinuka. Tamaa ya Adam and Eve ikainuka, wakakula tunda, wakasababisha ulimwengu mzima kuwa katika mashaka. Bwana asifiwe. Namshukuru baba yangu sana siku ya leo, ni kwa sababu ananifafanulia vyema ya kwamba sio mimi nilifanya dhambi. Dhambi ilifanywa na mtu mwingine. Kosa lile lilimhesabia Adam dhambi. Mimi sikulifanya, wewe haukuifanya. Na uzuri ni ya kwamba hata kama sio sisi tulifanya, tulikuta Christ amechukua nafasi ya kuwa nyoka wa shamba. Ati wakati wote tutakapolisoma neno na tuliamini, ndio nyoka wa shamba. Ndio nyoka wa shamba. The word of God. Nyoka wa shamba. Tukiliamini lile neno, tukiamini Christ Jesus, tutaweza kufunguliwa. Yeyote akamwambia, yeyote yule atatazama hii nyoka atakufa. Yeyote yule ako chini ya sheria atauawa. Lakini yeyote yule atakuwa chini ya mamlaka ya Kristo Yesu
ataishi. Bwana asifiwe. Tunamuona Adam wakati alipokula lile alipofanya ulimwengu uweze kuwa na dhambi. Adam alijiona akiwa uchi. Na kutoka pale alijiona akiwa uchi, alianza kutafuta majani. Akaanza kutafuta majani ya kujifanya nini? Ya kujifunga. Sababu kuna kitu kimoja tunafaa kuelewa. Katika ulimwengu tulio ndani yake, kuna two masters. There is two masters. Yeah. Na master wa kwanza ni wa licentiousness. Christ himself. Master of licentiousness and the master of sin. Master of sin ni Satan. Master of licentiousness ni Christ or God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ule uko chini ya master of sin, hakuna kitu ingine ndani yako isipokuwa tu fear. Fear and condemnation. Fear and condemnation haitatoka ndani yako. Lakini mtu yeyote ako ndani ya master of righteousness, ndani yake ni happiness, joy, and life. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kila master ako na kile anapeana. Na hawa master wawili hawawezi fanya kazi pamoja ndani ya moyo wako. Ndani yako hawawezi. Mmoja akiingia, mwingine anaondoka. Kama master of righteousness akiingia, master of sin anaondoka. Master of sin akiingia, master of righteousness anaondoka. Bwana asifiwe. Sababu maandiko inasema ya kwamba Mungu hawezi kaa meza moja na Shetani. Hawezi. Meza imechafuliwa, Mungu hawezi kaa. Yeah. Wakati ule Adam accept the master of sin in his heart. Master of sin sio kitu si kusalimiana. Master of sin si atema kukusindikiza na wewe kumsindikiza, sio urafiki wa hiyo aina. Master of sin anafanya kazi ndani ya moyo wako. Master of righteousness pamoja naye anafanya kazi ndani ya moyo wako. So moyoni mwako either kuwe na master of sin ama kuwe na master of righteousness. The master of righteousness, wakati Adam alipokea master of sin, master of righteousness alidepart, aliondoka mara moja. Na from there Adam akaanza kujificha. Kwa hivyo wakati tu master of righteousness sin aliingia, from there Adam and Eve wakawa without God in their hearts. Adam and Eve wakawa mioyoni mwao hawana Mungu tena. Mungu yule alikuwa anawatawalia hayuko tena. Na ukisoma hiyo Genesis 3 utaona vile mpaka wakafika mahali wakaanza kujishonea nguo ya fig leaves. Kwa sababu wameanza kuonana, covering yao imewaondokea. Ile covering walikuwa nayo ya righteousness iliondoka, sababu imeenda na mwenyewe. Nani? Master of righteousness. Ikaingia cover ya master of sin. Master of sin ni kutazamana
mmoja kwa mwingine hadharani, kuonana hadharani. Hakuna sasa covering. Hapo wakati waliona hakuna covering, wanajiona sasa sio kama vile walikuwa wanajiona mbeleni wakiwa na Mungu kabla hawajakula tunda. Haya, wakawa na hekima yao. Kwa hivyo mwanadamu anakuanga na hekima yake wakati wowote amekataa neno la Bwana. Wakawa na knowledge yao. Their knowledge iliwafikisha kutengeneza the covering of fig leaves. Kwa hivyo wakawa wanatengeneza covering ya fig leaves. Ujue covering ya kwanza ilikuwa haiondoki kamwe. Covering ya kwanza ilikuwa etano. Kama wangetimiza mapenzi ya Mungu, hawangekuwa wako na kazi ya kushinda wakijishonea. Hakuna kazi walikuwa wamepewa. Hakuna hata moja. Ilikuwa wapumzike, wawe na amani na furaha katika shamba la Edeni, wakiwatazama tu wanyama na vitu vyote vimewekwa kule kwa furaha yao. Mungu hakuna kazi alikuwa wamewapa. Kazi ilikuwa kuchunga shamba. Hallelujah. Thank you Jesus. Kwa sababu mwanzo hakukuwa kuna mea lia ile majani mabaya katika shamba. Kulikuwa kuna mea tu kitu kile kilikuwa kinahitajika cha kukula, cha kutumika, kiko na faida. Hakukuwa na magugu. Magugu alikuja nyuma. Si hata mnakumbuka New Testament. Alipanda ngano, naye mpandaji wa magugu akakuja nyuma yake akapanda magugu. Adam and Eve walikuwa wanakaa katika sehemu katika mshamba la Edeni yenye haikuwa na magugu. Hakuna kitu kilikuwa kinamea, hakina haja. Lakini wakati ule walikataa sauti ya Bwana, magugu ikamea mara moja, fear ikaingia ndani yao, condemnation ikaingia ndani yao. Wakaanza kujishuku, wakaanza kuonana vile si hivyo, wakaanza kujificha, wakajibu Mungu kulingana na vile mioyo yao ilivyo kwa wakati huo. Wakaanza kuonana na kuwekana vidole machoni, Adam and Eve na Satan, snake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakaanza kujishonea nguo ya fig leaves, na ile nguo ya fig leaves ilikuwa inakwisha, ilikuwa na mwisho wake. Kwa hivyo wakijifunga asubuhi, jioni wanahitaji ingine kwa sababu imekauka. Haiwezi wasaidia tena. Kila siku wakawa katika kazi, kila siku wakawa katika mafikira, tutakula nini, tutakunywa nini. Beleni hawakuwa na mawazo kama hayo. Tutafanya nini? Watoto watasoma na nini? Kazi itatoka wapi? Sasa na sina nyumba, sina fedha, biashara imeanguka. Ikawa matatizo imeanza kuingia katika maisha yao. Bwana asifiwe. Mambo yale yalikuwa inawatatiza sana wakati walikuwa katika nje ya shamba la Edeni, wakijificha kule ndani kutafuta mahali Mungu asiwatokee. Hivyo ndivyo watu wengi walivyo. Wanajaribu kujificha na sadaka zao, wanajaribu kujificha na tithe zao, wanajaribu kujificha na maombi mengi, wanajaribu kujificha na fasting na prayers, wanajaribu kujificha na kutimiza mambo mengi makanisani. Hakuna kazi ulipewa. Kazi ile ulipewa ya kwanza ni kukaa chini, kusikiliza neno la Bwana. Neno la Bwana likufundishe, likuelekeze, likupatie maana ya lile jambo unaweza chukua jukumu. Maana yake ni nini? Ukifanya jambo ukiwa unatambua kwa nini ninafanya, itakuwa jambo nzuri. Lakini haufanyi ndio ufanyiwe, sababu Mungu alikupa vyote kabla haujazaliwa.
Kwa hivyo hii kazi ingine ni kuinua kazi ya Bwana iendelee mahali popote inapohitajika kuendelea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakawa nguo zile zilikuwa na mwisho, sababu zilikuwa zinakauka. Wakawa na kazi ya kila siku ile hawakuwa wamepewa. Ya ikikauka wanatengeneza ingine. Watu wa Mungu, hapo ndipo watu wengi walipo. Hapo ndipo makanisa ilipo. Hallelujah. Umuthi oyo many Christians wanafanya hivyo. Yeah, they were doing the same work of covering, kazi ya kujifunika with their sins. Wanajaribu kufunika dhambi zao na matendo ya sheria, na matendo isiyo na nini, isiyo na faida. Kama hivyo nimesema, through prayers, kumwaga machozi na kufasti na kulia sana, kuanguka na kutaka kuombewa ndio mtu aanguke. Unajipeleka tu uone umeanguka, uangalie kama Mungu anakukumbuka. Hapana, hiyo sio kazi ya Mungu. Hata ukianguka sasa umeona Mungu anakukumbuka, Mungu anakuelewa. Hapana. Hapana. Kuuliza forgiveness, yote forgiveness, ya siku zote, wakati wowote forgiveness. Hizo ni fig leaves. Hizo zote unatumia ni fig leaves. Na ita dry up. Itafanya nini? Itakauka. Inaenda ikikauka, ndio unaona unarudia jambo moja kila wakati. Kila wakati unajirudia mambo again and again. Walishona hizo nguo again and again. Na wewe una hiyo tabia ya kurudia mambo fulani ulifanya jana, leo tena unataka kufanya, ukifikiria ni Mungu jana alikuwa ametembea mahali fulani. Mungu hakuwa makini. Ulitenda wakati alikuwa anashughulikia jambo lingine. Hapana. Na hata wakati unapofanya hayo yote, unaremain tu kuwa hasina. Unaremain tu kuwa hasina. Fig leaves, hakuna wakati itakufanya kuwa righteous. Ni lazima utambue fig leaves ni sheria isiyo na mpango wa kukuelekeza katika uzima wa milele. Lazima utambue hayo yote. Bwana asifiwe. Fig leaves haiwezi kukupatia uzima. Na wakati wowote unaacho ukiwa unasikia dhambi na unasikia ukiwa condemned. Hallelujah. Katika maisha yako, sin inakukondemn siku zote. Kila wakati life yako. Watu wengi wanakufa wakiwa na condemnation in their heart. Bwana asifiwe. Lakini wakati yule Mungu alikuja kwa Adam and Eve, he covered them with a perfect garment of skin. Yes. From that moment on, wakawa, amani ikawarudia, furaha ikawarudia, na hawakutengeneza hiyo fig leaves tena, na hawakushinda wakijisumbua nayo, na hawakushinda wakijisumbua na their naked